Na katika kaunti ya Narok, familia moja inalilia haki baada ya mjane mmoja kushambuliwa kwa madai ya kukataa kushiriki desturi ya kumwaga udongo kwenye kaburi la marehemu mumewe. Tukio hilo lililonaswa kwenye video inayosambaa mitandaoni limezua hasira na mjadala mkali kuhusu haki za wanawake na tamaduni za mazishi. Mwanahabari wetu Zakari Nyakweba na taarifa hii ya kutamausha kwa kina. Ni katika video hii iliyosambaa kwa kasi mtandaoni ambapo Mellen Mogaka anaonekana akishambuliwa na wanaume watatu wakati wa mazishi huko Kisii. Ripoti zinaonyesha kuwa jamaa wa marehemu mumewe walipinga uamuzi wake wa kuondoka kwenye ndoa yao. Picha hizo ambazo zimezua ghadhabu kubwa miongoni mwa wananchi zinaonyesha Mellen akipiga mayowe akiomba msaada huku akilazimishwa kushiriki desturi ya mazishi. Tukio hilo lilitokea Ijumaa katika kijiji cha Nyabisimba, Kisii, alipohudhuria mazishi ya marehemu mumewe. Katika video hiyo, wanaume kadhaa wanamlazimisha Mellen kumwaga udongo kaburini kama ishara ya kumwaga marehemu. Alipokataa, walimpiga kwa mijeledi wakimlaumu kwa kifo cha mumewe na kushinikiza afuate desturi hiyo, apende akatae. Mimi Kenya nimetendewa hata si yuko hali mzuri. Penye nilifanywa CS juu nimefanywa mara 2. Ni hapo nimekanyagwa, nimefura mwili mzima, nilienda hospitali. Nataka tu serikali inisaidie juu sina uwezo wowote. Na madhendo na kila watu wenye walinipiga justice tu nipatane na justice. Yani nipate justice yenye na deserve juu nimeona vitu mingi yenye mpaka nimeshtuka. Mellen aliyekuwa ametengana na mumewe kwa miaka kadhaa aliitwa na mama mkwe wake amletee watoto katika mazishi ya baba yao. Alipotuma binamu wake kuwapeleka, alishambuliwa kwa fimbo na jamaa wa marehemu. Kuna mama mwenye alinifunua nguo mpaka kwa nguo yangu ya ndani ilikuwa mchanga tupu. Wakaniweka mpaka masikio mchanga kila mahali, nywele yote nilijaa mchanga. Na wakanirusha kwa kaburi ndani wakazika viatu zangu na nywele. Aidha, babake Nehemia Matundura alipigwa vibaya huku mamake Jelia Kerubo akilaani shambulio hilo na kulieleza kama kitendo cha udhalilishaji na ukatili wa hali ya juu. Karushwa, katingiswa hapo kwa kaburini, akatupa mtoto yangu ndani, hata ile nguo ambao niko nayo nilikuwa nafaa brownish counter suit ikawekwa mchanga, mtoto wangu akatupwa ndani ya mchanga nikiona niko hapo. Kwa ananipiga sijui nani ananipiga, kaanguka chini, mzee ukanang'ang'ana awezani, watu kijiji msimu inapiga nduru, rusa mchanga, hatutaki muende kuolewa mahali ingine, hatutaki mfanye. Sasa nikasema sisi alia iko. Waombolezaji walimshinikiza kushiriki katika desturi hiyo ambayo inaaminika kuwa njia ya mwisho ya mjane kumwaga na kumtakia mema marehemu mumewe. Viatu yake hata safiri tunaongea iko kwa kaburi. Nywele yake yenye wamtoa hii moja iko kaburini. Handkerchief yake iko kaburini, walishika nayo. Hiyo kumaanisha msichana hakuna siku atatoka kwa hiyo boma kwa kimira yetu. Ingawa shambulio hilo limelaaniwa vikali na wengi, baadhi ya wazee wa Kisii wamekitetea kitendo hicho wakidai kuwa Mellen alisababisha mzozo huo kwa kukataa kutekeleza desturi ya mazishi ya jamii yao. So whatever happened around here is suspicion of some kind. And that is why she was being forced ndio atupe mchanga. Hadi kufikia sasa, maafisa wa usalama wamewakamata washukiwa watatu wanaohusishwa na shambulio hilo. Zakari Nyakweba, NTV.